С праздником вас! С Днем Великой Победы! Ура! Ikiwa tarehe 9 Mei ni siku ya kawaida kwa Tanzania na nchi nyingi za Afrika Mashariki, nchini Urusi ni moja ya siku muhimu zaidi isiyo ya kidini, ikiwa inapambwa na utepe wenye rangi nyeusi na chungwa. Lakini kwa nini siku hii ni muhimu sana na ilianzaje? Hebu turudi kidogo kwenye historia. Ilikuwa Jumapili ya Juni 22 mwaka 1941 ambapo wakazi waliokuwa wanaishi katika mpaka uliotenganisha Umoja wa Kisovieti USSR na baadhi ya nchi za Ulaya waliamshwa na milipuko ya mabomu na silaha nyingine za kivita. Ndani ya saa chache, makazi ya raia, majengo ya serikali na hata kambi za kijeshi zilikuwa zikishambuliwa vikali, jambo ambalo liliwashangaza wengi, licha ya ukweli kwamba vita kuu ya pili ya dunia ilikuwa ikiendelea. Mchana wa siku hiyo, waziri wa mambo ya nje wa Umoja wa Kisovieti Vyacheslav Molotov alilihutubia taifa kupitia redio akisema, bila tangazo la vita, vikosi vya Ujerumani vimevamia nchi yetu na kushambulia maeneo mbalimbali. Jeshi letu na taifa zima litajibu kwa uzalendo wa hali ya juu kwa ajili ya nchi yetu pendwa, heshima yetu na mshikamano wetu. Adui atashindwa na ushindi utakuwa wetu. Wakati huo huo, nchini Ujerumani, waziri wa propaganda wa utawala wa Kinazi Joseph Goebbels alitangaza uvamizi huo, akimnukuu kiongozi Adolf Hitler akisema kuwa majeshi yao yalikuwa yakisonga mbele kwa kasi isiyokuwa ya kawaida, huku wakiweka hatima ya nchi mikononi mwa wanajeshi hao. Kwa upande mmoja wa Kisovieti, hali ya hatari ilitangazwa mara moja na maandalizi ya vita kuanza, huku raia waliokuwa na umri stahiki wakihamasishwa kujiunga na jeshi la akiba. Kwa muda wa miaka 3, miezi 10 na siku 7, majeshi ya Umoja wa Kisovieti yalipambana na majeshi ya Ujerumani katika vita iliyojulikana kama Vita Kuu ya Uzalendo. Hatimaye, baada ya kushindwa katika maeneo mengi ya mapambano, Ujerumani ya Kinazi ilikubali kushindwa na kusaini hati ya kusalimu amri tarehe 8 Mei 1945. Vita hii inatajwa kuwa mojawapo ya vita kubwa na ya kuangamiza zaidi katika historia ya binadamu. Umoja wa Kisovieti ulipoteza kati ya watu milioni 20 hadi 27, ambapo raia walikuwa kati ya milioni 12 hadi 16 na wanajeshi kati ya milioni 8 hadi 11. Kwa upande wa Ujerumani na washirika wake, takribani watu milioni 6 walipoteza maisha. Baada ya ushindi huo, kiongozi wa Umoja wa Kisovieti Joseph Stalin alitangaza tarehe 9 Mei kuwa siku ya ushindi. Tangu wakati huo, siku hiyo imeendelea kuwa siku kuu muhimu katika Umoja wa Kisovieti na baadaye nchini Urusi. Leo hii siku ya ushindi huadhimishwa kwa shamra mbalimbali. Tukio kubwa zaidi ni gwaridi la kijeshi linalofanyika katika uwanja wa Red Square huko Moscow, likionyesha nguvu za kijeshi na kuwaenzi mashujaa wa taifa. Matukio kama hayo hufanyika pia katika maeneo mengine ya nchi, yakihudhuriwa na maelfu ya wananchi. Saa 6 mchana, taifa zima husimama kimya kwa dakika moja kuwaenzi waliopoteza maisha. Rais wa Urusi huongoza viongozi wengine kuweka mashada ya maua katika ukuta wa Kremlin karibu na kaburi la mwanajeshi asiyejulikana. Wanajeshi waliopigana vita hiyo na bado wako hai hupewa heshima maalumu na makundi mbalimbali ya jamii, wakiwemo wanafunzi. Aidha, kuna maandamano maalum yanayojulikana kama Immortal Regiment, ambapo wananchi hubeba picha za ndugu zao waliopoteza maisha vitani, kuonesha kuwa kila familia iliguswa na vita hiyo na hakuna aliyesahaulika. Kama ilivyotajwa awali, siku hii hupambwa na utepe wenye rangi nyeusi na chungwa unaoitwa St. George Ribbon. Utepe huu ulianza kutumika mwaka 1769 kama alama ya heshima kwa wanajeshi waliodhihirisha ushujaa, na mwaka 2005
ulipitishwa rasmi kuwa alama ya siku ya ushindi, ukisambazwa kote nchini. Hivyo basi tarehe 9 Mei imebaki kuwa siku yenye uzito mkubwa katika historia ya Urusi, siku ya kukumbuka sadaka kubwa zilizotolewa na kuwaenzi mashujaa waliopigania taifa lao.